Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili kipindi hiki cha mfungo ni wakati ambao tumeona kukua kwa imani za kidini. Tumetunza nidhamu ya nafsi zetu, lakini pia tumepata hisia za hali wanaokuwa nao maskini wasio na chakula wala maji. Hali hiyo imetuelekeza wanadamu kujenga umoja na mshikamano katika kustawisha hali zetu. Tumeshuhudia watu wengi Waislamu na Wakristo wakitoa na kusambaza vyakula na sadaka mbalimbali kwa watu wasiojiweza, mayatima na wenye mahitaji mbalimbali. Tumeshuhudia watu wengi wakila futari kwa pamoja katika kila pembe ya nchi au nchi hii bila kuulizana dini zao. Hapa Dar es Salaam nina taarifa kwamba mahoteli yote makubwa ya mji huu yalifutarisha kwa kiasi kikubwa na mwezi mzima, na kulikuwa kumejaa tele. Futari hizo hazikuliwa na Waislamu peke yao, bali wote, Waislamu, Wakristo na hata wale ambao hawana imani ya dini. Hili ni funzo kwamba penye imani, yani spirit, wajibu, commitment, na kujali, caring, kunaleta kushirikiana au kushirikishana na kujenga umoja wa kijamii. Na ndicho kilichotokea katika mwezi mtukufu. Wote tulikuwa wamoja, tukila pamoja, tukiomba, na yote ambayo tuliyafanya katika mwezi mtukufu. Leo tunaposherehekea Eid al-Fitri baada ya kumalizika kwa mfungo wa Ramadhani, ni wasihi Waislamu na wananchi wote tuendeleze ucha Mungu tuliouonesha katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuzilinde ibada tulizozifanya kipindi cha Ramadhani na kujizuia na vitendo vinavyomchukiza Mungu au maasi. Tuendelee na umoja na mshikamano tuliokuwa nao kwenye msimu wa mfungo. Udugu na mshikamano sio kwa kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani peke yake. Mheshimiwa Mufti, ndugu viongozi na ndugu Waislamu, kama mnavyofahamu, katika kipindi hiki cha awamu ya 6 tumefikisha mwaka wa 4 wa uongozi. Nichukue fursa hii kumshukuru Mungu kwa uhai na afya njema, shani na jaala zake kwa kuniwezesha kulitumikia taifa letu. Shukrani zangu za dhati kwa viongozi wa dini nchi nzima kwa kunipokea kwa mikono miwili tangu nipopokea dhamana hii. Asanteni sana kwa kuwa nami bega kwa bega kwa dua, maombi na sala, pamoja na ushauri niliokuwa nikiupata kwa kipindi chote hiki. Asanteni sana kwa salamu za pongezi na kunitia moyo kwa kazi tunazoendelea kuzifanya kwa maslahi mapana ya nchi yetu. Hakika kutokana na wingi wa dua na maombi ilimpendeza Mwenyezi Mungu na imempendeza Mwenyezi Mungu kutufungulia milango ya kheri na baraka, kutujalia amani na utulivu nchini, hali iliyotujengea mazingira mazuri ya kutekeleza yote yaliyofanyika na kutunufaisha kiuchumi, kijamii na kisiasa. Katika uhalisia, mema na mafanikio tunayoyazungumzia leo yameletwa na yanalindwa na uwepo wa amani na utulivu ndani ya nchi yetu. Nchi yetu inatambulika kuwa na sifa ya kutunza amani na utulivu tangu tupate uhuru mwaka 1961 hadi sasa. Utulivu huu umetuwezesha kuwa na mpangilio mzuri wa kubadilishana uongozi wa nchi kupitia utamaduni wetu wa kisiasa, uchaguzi wa kila baada ya miaka 5. Kwa namna ya kipekee, nataka niwashukuru viongozi wa dini nchini kwa kuendelea kuwa walinzi imara wa amani yetu. Nchi yetu imeendelea kuwa yenye umoja na mshikamano kwa sababu viongozi wetu wa dini wanajiepusha na mahubiri yenye uchochezi na kuleta mifarakano. Pamoja na mafanikio hayo, nitumie fursa hii kuwakumbusha kuwa kama walivyogusia wenzangu,
Mheshimiwa Mufti na wengine walionitangulia kusema, kwa mwaka huu tunakabiliwa na uchaguzi, hivyo nawasihi sana viongozi wetu wa dini tushikilie msimamo wa imani, udhibiti wa nafsi zetu na wajibu wetu katika kuikuza na kuitunza amani yetu nchini. Alikadhalika niwaombe katika madhehebu na makundi yenu mbalimbali muweze kuwadhibiti wale wachache miongoni mwenu walio na mwelekeo wa kuhubiri na kupandikiza chuki kwa wananchi dhidi ya serikali yao. Waache kufanya hivyo. Ni vyema sote tujue kuwa katika mifarakano na hasama hakuna atakayeibuka mshindi, bali kutatokea hasara na majanga. Waheshimiwa viongozi wa dini, jukumu la kusimamia amani nchini ni la serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, na kwa upande mwingine ni jukumu la wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kiasi kikubwa, ari na mori za wananchi huchochewa na maelekezo ya viongozi wao wa dini. Kwa msingi huo, nimewiwa kulitupa jukumu la ulinzi wa amani na utulivu wetu nchini mikononi mwenu, waheshimiwa viongozi wa dini. Serikali kwa upande wake tasimamia na kulinda misingi ya katiba ya kuheshimu uhuru wa raia na kuabudu na kuhubiri dini, ila kamwe hatutomvumilia yoyote atakayetumia haki hii kuchochea chuki na uhasama. Tumeapa kulinda haki na utu wa kila Mtanzania, hivyo hatutosita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili husema, chelea mwana kulia basi hulia yeye. Kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yoyote atakayetovuka tutashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kutokushughulika na wavunjifu wa amani na wachochezi wa vurugu. Waheshimiwa viongozi wa dini, najua mnajiuliza kwa nini nimechukua muda kuweka mkazo kuhusu kulinda amani na mshikamano kwa Watanzania. Nimefanya hivi ili kutoa indhari kwa dini ibaki kwenye majukumu yake ya msingi ya kulea waumini kiroho na kimaadili kuendana na misingi ya dini zao. Ila kamwe viongozi wetu wa dini wasidandie ajenda au vishawishi vya kisiasa na kuweza kuvuruga nchi yetu. Badala yake, viriri au majukwaa ya ibada yatumike kwa ibada, yasitumike na wanasiasa kufanyia propaganda zao. Matarajio yetu ni kuwa majukwaa haya ya kidini yatafanya kazi ya kutuliza hali na kuleta amani pale wanasiasa watakapotibua utulivu ndani ya nchi yetu. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa dini, nimepokea maoni yenu ya kusahihisha mapungufu yaliyojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa. Niwaahidi kuwa kama serikali tumejipanga uchaguzi huu kufanyika kwa njia ya haki kwa kusimamia misingi yote ya kanuni, sheria na desturi zote za uchaguzi. Ile falsafa ya R4 itaendelea kuwa moja ya nyenzo zetu kuu katika uchaguzi mkuu unaotukabili. Nyote ni mashahidi wa maboresho na mageuzi makubwa tuliyokushafanya, kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa kuendelea nchini, inaendelea huko, bunge kufanya mabadiliko ya kisheria na kufuta sharti la mgombea kupita bila kupingwa, na sasa kila mgombea wa ubunge au diwani lazima apigiwe kura. Lakini vile vile tumeanzisha tume huru ya uchaguzi iliyokuwa ikidaiwa miaka yote, tayari tumeshaianzisha. Tumeweza kufanya haya yote kwa kushirikisha wadau wote wa kisiasa na tulikubaliana hivi. Vile vile kwa nyakati tofauti, Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi imekuwa ikiwahakikishia Watanzania utayari wao wa kusimamia haki.
nitoe wito kwa wadai wote wa kisiasa kuhakikisha wanatimiza wajibu wao kikamilifu. Milango ya serikali ipo wazi kusikiliza wadau mbalimbali, ikiwemo kupitia majukwaa yaliyopo kama vile Tanzania Center for Democracy na majukwaa mengine yanayoruhusu tuzungumze. Nanyi viongozi wa dini, mtusaidie kuelimisha waumini umuhimu wa kutumia haki yao ya kidemokrasia ya kupiga kura ili waweze kuchagua viongozi wenye weledi, wachapakazi na watakaoleta maendeleo. Nimefurahishwa sana na kauli mbiu yenu inayosema amani ndiyo msingi wa maendeleo. Shiriki uchaguzi kwa salama na amani. Hii inaonyesha kuwa mnatambua wajibu wenu kwa elimu ya mpiga kura ni jukumu shirikishi na si la viongozi wa serikali peke yao. Ni vyema tukafahamisha Watanzania kwa sie ni ndugu au udugu wa Tanzania unakuja kwanza, na kamwe tusiruhusu itikadi za kisiasa zikatugawa, kwani kuna maisha baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa dini, nikupongeze wewe binafsi Mheshimiwa Mufti na watendaji wote wa BAKWATA kwa kazi kubwa na kazi nzuri ya kupeleka mahujaji kule Maka kila mwaka. Kwa miaka mingi mmeweza kuwasafirisha, kuwahudumia na kuwarejesha salama mahujaji wetu hapa nyumbani. Niwatie moyo kwa muendelee kuimarisha huduma zenu ili zivutie watu wengi zaidi kwenda kufanya hija wakiambatana na BAKWATA, au BAKWATA kubakia kuwa taasisi pendwa kwa wale wanaotaka kwenda hija. Hapa pia niziombe taasisi zenye kupeleka watu hija wawe na weledi na wasimamie kazi yao vyema. Si vyema kuwakirihisha mahujaji kutokana na kuwa na utaratibu usio na uwazi na kutokuwa wa kweli kuhusu huduma kamili zinazotolewa na taasisi mbalimbali zinazopeleka mahujaji. Kwa upande mwingine, ni vyema mkazingatia vigezo vilivyowekwa au mlivyowekewa kwenye usajili wenu ili kuondoa adha na kadhia kwa mahujaji. Kuhusu ombi lenu la kufunguliwa mfumo kwa wanaomba kwenda hija, niseme tumelipokea na tutalifanyia kazi. Ila hapa niwe muwazi kwa nyote, mnafahamu kuwa tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi haya ilishapita takriban kitambo kidogo, lakini kwa sababu hatukutimiza yale tuliopangiwa tumeongezewa muda. Sasa hili la kuomba utaratibu wa kufunguliwa kila mwaka, hii ni hisani, kwa tusigeuze kuwa ndio haki yetu. Hapana, kwa sababu wengine, nchi zingine wanajitayarisha, hawaombi kuongezewa na kila kitu wanakifanya kwa muda muafaka. Kwa nadhani tujitizame upande wetu, tujirekebishe nasi tuweze kwenda kama wanavyokwenda wengine. Serikali ya Saudi Arabia imeweka utaratibu huu kwa kuwa na muda maalumu wa kujisajili ili waweze kumudu kuhudumia mahujaji wote kikamilifu. Hija ni ibada, ila pia ni sehemu ya biashara kwa ile serikali au nchi tunayokwenda. Hivyo ni lazima waweke mazingira rafiki na wezeshi ya kuhudumia watu wote. Wakipata idadi ya watu mapema kutoka kila nchi, wanapata kujiandaa vyema. Lakini tunapokwenda last minute, hawajalipa nisubiri, mimi taasisi yangu bado sijatimiza, tunakuwa tuna wakera wao, lakini wanatuona na sisi kwamba hatuna mpangilio mzuri. Niombe sana kuanzia mwakani tujipange vizuri. Kama nilivyosema, tujifunze kwa nchi nyingine ambazo zinafanya vizuri. Nafahamu hata mwaka jana tuliomba kufunguliwa, kwamba hatukumaliza last minute tukaomba kufunguliwa. Kwa hiyo sasa ile hisani tunayopata isiwe kawaida. Lakini kuhusu ombi lenu la kutumia ATCL kwenye safari yenu ya hija, nimepewa taarifa kwa ATCL imefanya maandalizi ya ndege Boeing 737-9 kwa ajili ya safari hizo na ipo kwenye hatua za kuomba vibali vya kufanya safari hizo kwa mamlaka husika nchini Saudi Arabia. ATCL wamenieleza kuwa wapo tayari
kufanikisha safari hizo. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa dini, serikali inatambua na kuthamini mchango wa nafasi ya dini katika kulea jamii na ustawi wake. Niwahakikishie kuwa tupo nanyi bega kwa bega katika kuhakikisha dini na nafasi yake katika kujenga uongofu kwa wananchi. Katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, jitihada kubwa imefanyika ya kutoa elimu ya dini si tu kwa watoto bali hata wakubwa. Tumeona vikao vya elimu kupitia TV mbalimbali. Kwa nafuatilia TV Imani, Maasim TV, Darsa TV, kule kwa Sheikh Walidi, lakini pia tumeona Busati la Mtoro kule kwa Sheikh Abbas. Vipindi mbalimbali, elimu mbalimbali ya dini, na hawa ni wachache tu niliowataja. Kwa hiyo kwa mwaka huu niseme, ndugu zangu viongozi wa dini, tumefanikiwa vizuri sana kukuza na kueneza elimu ya dini na kuwafanya watu. Lakini nilikuwa nafuatilia pia watu wanahojiwa. Kwa mfano jana walipovunja Busati la Mtoro, baada ya kuvunja lile busati watu wakawa wanahojiwa. Hasa katika mwaka ambao misikiti imejaa ni mwaka huu. Kwa hiyo huo ndio mwendo wa kwenda. Niombe sana viongozi wa dini tuendelee kutoa elimu ili watu basi wajue hadhi yao na wajue wajibu wao kwa dini yao. Elimu ya namna hii hujenga watu na uchamungu, watu wema wenye upendo, utulivu na subra. Hujenga hulka njema zinazopunguza uovu kwenye jamii. Kwa msingi huu, niwapongeze kwa jitihada zenu za kuwajengea uwezo walimu wa madrasa kwa kuwapa mafunzo maalum ya elimu ya dini na mbinu za kufundisha au kufundishia, ikiwa ni pamoja na elimu ya saikolojia ya malezi kama mlivyosema hapa. Niwaombe mhakikishe kuwa elimu hii inakuwa endelevu. Isiwe tu kipindi ikapita tukaendelea mambo kama kawaida, lakini elimu hii ya kuwafundisha hawa walimu wa madrasa, kuwafundisha saikolojia ya malezi na mengine, iwe elimu endelevu. Na nasisitiza hili kwa sababu bila walimu hawa kupewa elimu, ni wazi kuwa tunahatarisha kupeleka watoto wetu madrasa kwa watu wasiojua kukaa nao. Na ndio zile kesi tunazosikia moja moja. Mwalimu wa madrasa kafanya, mwalimu wa madrasa kamshika, mwalimu wa madrasa hivyo. Sasa tukiwafundisha watajijua wao nani na wajibu wao. Kwa upande wetu serikali tuendelea kuchukua hatua za kisheria au kisera kuimarisha ustawi wa jamii, na niwaombe viongozi wa dini muendelee kutusaidia kuilinda taasisi ya familia na kuweka vijana wetu kiimani au kuwajenga vijana wetu kiimani, ili kwa pamoja tuweze kulinda taifa letu dhidi ya mmomonyoko wa maadili. Kuhusu ombi lenu la kurasimisha masomo ya dini katika shule za awali na msingi, waziri wa elimu yuko hapa, waziri wa TAMISEMI yuko hapa. Na ombi hili lilishaletwa serikalini, lakini bado tunaendelea na mijadala huku tukiwashirikisha muda baada ya muda, tuone jinsi tunavyoweza kulifanyia kazi. Kwa hivyo niombe tusichoke tunapoitana kujadili hili, tuje tujadili na tuone jinsi tutakavyoweza kulifanikisha. Niwaombe pia tuwe na subira kwenye kulikamilisha hili, kwa sababu bado hatujamudu kukamilisha ikama ya walimu wa masomo yote. Bado kila tunavyoajiri walimu bado kwa hiyo kuna mambo ya kipaumbele, walimu wa sayansi, walimu wa nini, tukijua kwamba madrasa zetu huku zinafanya kazi ya kusomesha watoto wetu. Tutaendelea kutenga bajeti ya kuajiri walimu ili tuweze kufikia uwiano unaotakiwa wa walimu kwa wanafunzi, ili hili nalo tuweze kuliingiza. Ndugu zangu, ni wasihi tuendelee kushikamana katika kuijenga nchi yetu Tanzania. Kamwe tusichoke kusahihishana na kusameheana pale tunapokwazana. Pia tuweke mkazo kwenye kufanya kazi kwa bidii
na weledi ili nchi yetu iweze kujitegemea kiuchumi na kijamii. Tukiangalia kwenye surat Al-Mulk aya ya 15, Allah subhanahu wa ta'ala anasema yeye ndiye aliyefanya ardhi iwe nyepesi kwetu. Basi anatutaka tutembee katika pande zote na kuleta au tule riziki katika yale mambo aliyoyatengeneza, na kwake yeye ndiyo marejeo yetu. Aya hii inatufundisha kwamba wanadamu tunatakiwa kujitafutia riziki halali juu ya mgongo wa ardhi. Hivyo tusichoke kuitafuta riziki hii mpaka pale utakaporejea kwa Mwenyezi Mungu. Pia ibara 25 ya katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inasema kazi pekee ndiyo huzaa utajiri wa mali katika jamii, na ndilo chimbuko la ustawi wa wananchi na kipimo cha utu. Na ndio maana awamu zote zilizoendesha serikali Tanzania wanakuja na slogan zenye neno kazi ndani yake. Kazi lazima ipo, kazi iendelee, hapa kazi tu, kazi ni utu, kazi ni nini. Lakini sasa hivi kupitia chama chetu tunakuja na slogan kazi na utu, tusonge mbele. Kwa hiyo kazi imesisitizwa kwenye dini, lakini pia huku kwetu kwenye serikali. Ninapohitimisha, Mheshimiwa Mufti, waheshimiwa mashekhe, Waislamu wenzangu na wageni waalikwa, niseme leo sio siku ya maneno mengi. Hapa pengine tulitoka kule msikitini, wengine hawakuwahi kurudi nyumbani, tumekimbilia huku tusichelewe. Lakini kule nyumbani kumeandaliwa vyema na kawa halijafunguliwa bado. Kwa hiyo tupate muda tukafungue makawa. Sasa nikisema hivyo nimalizie kwa kuwataka Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla, au kuwatakia Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla sikukuu njema Eid al-Fitri yenye fanaka na faraja tele. Tuisherehekee kwa amani na usalama, tujilinde na tujiepushe na vitendo viovu vya uvunjifu wa amani au vinavyohatarisha usalama wetu na wananchi wetu. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Wabillahi taufik. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa hotuba. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.